السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. ويقول مولانا تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بعدكم حميد مولى سبحانه وتعالى، نكم تكي رحمة أمان ونمتومي صلى الله عليه وآله وسلم. Hakuna jambo zuri kama mwanadamu kukaa na kuzirisha shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye yompa siha, yompa uzima. Kule kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa siha njema na afya ambayo kwamba yuwakupa Mwenyezi Mungu kila unapopambaukiwa asubuhi na kuchelewa na jua jioni. Wako wengi ambao kwamba waitamani neema ya siha, neema ya afya, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewakosesha hiyo neema. Wewe na mimi ambao Mwenyezi Mungu ametupa neema kama hiyo, ni haki tumshukuru yeye sana kwa kutuneemesha neema kubwa kama hiyo ya siha na afya. Tukatoka majumbani kwetu mpaka tukafika hapa, lengo na madhumuni kuja kutekeleza ibada miongoni mwa ibada za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ndani ya Al-Qur'anul Karim yotuambia: ya ayuha nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Enyi watu, Mwenyezi Mungu hapa hakusema kwamba ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu nyote kwa jumla, walioamini na wasio na imani, nyote. Manake sote sisi twashirikiana kwamba tutoka baba mmoja na mama mmoja, baba yetu akiwa ni Adam, mama yetu akiwa ni Hawa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuzungumza akisema ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, amewaumba kutokana na nafsi moja, wa khalaqa minha zawjaha. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na nafsi hiyo moja ambayo kwamba ametuumba kutokana nayo, akaumba mwenzake mbena na Hawa. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, na Mwenyezi Mungu kutokana na nafsi mbili hizi, Saidina Adam na Hawa, wakatoka wengi kutokana na wanawake na wanaume. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwisho wa aya akasema wattaqullaha alladhi tasaaluna bih, mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
ambaye Mwenyezi Mungu huyo ndiye mnayemuomba, tuwe na taqwa, tumche Mola Subhanahu wa Ta'ala, Mola ambaye kwamba ndiye tunayemuomba sisi. Kila mmoja matakwa yake yapelekwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi tumche yeye. Kisha mbali na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu akatuambia wal arham, na mukiche kizazi. Manake muogopeni Mwenyezi Mungu, msimuasi. Kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kutomfanyia maasiya. Yale yote ambayo kwamba ni maasiya usimfanyie Mwenyezi Mungu, hiyo ndiyo takwa. Bali wengine wakaieleza takwa kwa ukundufu zaidi, wakasema huwa alkhawfu min aljalil, ni kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal amalu bitanzil, na kuifanyia kazi Qur'ani, wal istidadu qabla yawmi rahil, na kujiandaa kabla ya siku ya kuondoka. Almuhimu wattaqullah, cheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Saidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu wardah, aliposimama mwanamke akamwambia ittaqillaha ya amira almu'minin, mche Mwenyezi Mungu wewe kiongozi wa waumini, mche Mwenyezi Mungu. Kuna mmoja kando akasema, ni kilima gani hichi unamwambia amirul mu'minin, kama kumuonesha kwamba labda huyu mwanamke amekosa adabu kumwambia kiongozi kwamba mche Mwenyezi Mungu. Saidina Umar akamwambia da'aha yaquluha, muachi akiseme hicho kilma, kwa sababu la khaira fina illa naqbalha, sisi hatuna khairi ikiwa tukikubali kilma cha kuambiwa mcheni Mwenyezi Mungu, wala khaira fikum illa taquluha, na nyinyi nanyi pia hamna khairi ikiwa hamtokisema hicho kilma. Manake lazima tuambiane kila kuchao, kila siku tuambiane nini? Ittaqullah, mche Mwenyezi Mungu. Manake ndio wasiyatul awwalina wal akhirin, ndio usia wa mwanzo na wa mwisho. Lazima tuhusiane kila leo sisi kumcha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kama tunavyohusiana kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal arham, tuhusiane pia kutokatana sisi, kutovikata vizazi vyetu. Ay wattaqullaha ta'ala an ta'suhu, mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutomuasi. Wattaqul arhama an taqta'uha, na mkiogope kizazi kwamba msikikate kizazi. Mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mukiche kizazi, kwamba musikikate kizazi, hakifai kukatwa. Msikatane, msikatane mapande. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwatuhusia sisi tusikatane, tujuane, tutambuane. Manake kizazi ni kitu muhimu. Jamaa zako ni watu muhimu sana, shikana nao na uwashike, uwaunge, ukae nao kwa wema. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutuhusia takwa, kumcha yeye, pia akatuhusia kwamba tukiche kizazi chetu, tusikikate, tuungane sisi kwa sisi kama kizazi. Jamaa zako, mamako, babako, ndugu yako, wajomba zako, maami zako, watambue, wajue ni jukumu la kina baba kuwajuza watoto wao familia yao, na ni jukumu la mtoto akishatambulishwa kwamba huyu ni mtu wako, amtambue, amjue. Kwa sababu hatufanyi haya kwamba kwa kuwa namjua mjomba, hatuyafanyi haya kwamba nimtambue ammi, hatuyafanyi haya kwamba nimtambue shangazi na mwingine, bali tuyafanya haya kwa sababu ni usia wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ametuhusia sisi Waislamu kujuana na kutozikata zao zetu. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya akasema, walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal,
na wale ambao kwamba wanaunga yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha yaungwe. Mwenyezi Mungu kuna mambo ameamrisha yaungwe, miongoni mwayo ni kuunga kizazi. Usikae uwe huwatambui jamaa zako, ni makosa. Na leo sisi tuishi katika zama mtu awa mzuri kwa marafiki, awa mzuri kwa jamaa mtaani, awa mzuri kwa majirani zake, lakini fi nafsi alwaqti, wakati huo mtu huyo ambaye kwamba majirani wanamsifu, mtu huyo ambaye kwamba marafiki zake wamsifu, mtu huyo ambaye kwamba asifiwa na jamii nje, ikawa familia yake yamlaumu kwa sababu haitambui. Fahal asaitum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yasema huenda nyinyi in tawallaitum, mkitawali katika ardhi, an tufsidu fil ardhi, mukafanya uharibifu ardhini, wa tuqatti'u arhamakum, na mkazikata zao zenu. Mwenyezi Mungu atuambia kwamba fahal asaitum, huenda, na huenda kwa Mwenyezi Mungu ni uhakika. Huenda nyinyi pale mtu anapopata utawala ardhini, anapopata ukubwa katika ardhi, anapopata cheo ardhini, ilikuwa watambua jamaa zako vizuri, ulikuwa wakaa na familia yako kwa wema, ulikuwa kila mmoja katika familia yako afurahia kukujua wewe. Mamako alikuwa afurahia wewe kuwa ni mtoto wake, mjombako alikuwa afurahia wewe kuwa ni mtoto wa dadake, ammi yako alikuwa yafurahia wewe kuwa ni mtoto wa kakake, nyanyako alikuwa afurahia kwamba wewe ni mjukuu wake. Kila mmoja katika family alikuwa akutambua wewe na akikupenda kwa sababu ni mmoja kati ya family ile. Lakini kipindi ulipopata, kipindi ulipokuwa kile ulichokuwa huna ukawa nacho, ulikuwa huna senti, ghafla Mwenyezi Mungu akakuneemesha, sio kwa ushirikina, sio kwa lolote ambalo kwamba ni la haramu, lakini ukazipata pesa kwa njia ya halali. Basi baada ya kupata pesa au baada ya kupata cheo, ulikuwa ukikaa na jamaa zako, ulikuwa ukizungumza nao vizuri, lakini baada ya kupata cheo ukawa ni MCA peke yake, wala hujafikia labda kuwa mbunge au kuwa governor au kuwa president. Ulikuwa tu ni MCA ama labda ni mzee wa mtaa. Basi baada ya kupata cheo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema huenda mtu akishapata cheo katika ardhi, jambo la kwanza atakalofanya ni kufanya uharibifu. Katika aya nyingine tuambiwa innal insana la yatgha arraahu istaghna, mwanadamu hukaa akavuka mipaka pale anapojiona anacho, amekuwa mkwasi. Hapo mwanadamu akavuka mipaka, akafanya maasi ambayo kwamba labda ibilisi ayaonea haya kuyafanya. Tuambiwa katika labda Israiliyat, katika visa ambavyo kwamba pengine havina uhakika. Firauni alikuwa amekaa wala tende, na ajulikana Firauni ajiita Mungu, na miongoni mwa sifa za Mungu kwamba Mungu hali. Leo Firauni ala tende, ghafla ibilisi akamtokea, akifika mwana Firauni wala tende. Bwana Mungu wafanya nini? Sasa kwa kujitetea haraka upesi, Firauni akasema naumba. Katika kazi ya kuumba hapa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaibadilisha ile tende ikawa ni komba mwiko, haraka upesi. Basi Firauni naye akajikweza, ambaye siwaona alikuwa katika kazi yangu ya kuumba. Ibilisi amwambia ama kweli mimi niliasi, lakini wewe mwenzangu umeasi zaidi. Katika Israiliyat, almuhimu ni kwamba fahala asaitum in tawallaitum, huenda nyinyi mnapopata utawala katika ardhi, an tufsidu fil ardhi, mukafanya uharibifu ardhini, wa tuqatti'u arhamakum, na mkazikata zao zenu. Watu hukatana kwa sababu ya kwamba amepata. Alikuwa ni mzuri huyu mtu alipokuwa maskini, ajua kuwatembelea jamaa zake, lakini siku alipopata kazi mzuri, yuko ofisini katika kiti cha kuzunguka, ikawa mtu akija ni mamake mzazi, ni mjombake, akawa kumuona ndhiki, kumuona ntabu, na akija kikuona bwana mjomba niko busy, itabidi uje kesho, na kesho ukija yuko busy, akawa ni madharau kila kukicha kwa sababu amepata. Haifai ndugu zangu wapendwa Waislamu, kile cheo ulichokipata kiwe ni faraja kwa jamaa zako.
ule uwezo ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekukundulia iwe ni faraja kwa jamaa zako. Kile ambacho kwamba unacho wakati ulikuwa huna, kile kiwe ni faraja kwa jamaa zako. Isiwe ndiyo sababu ya kwamba umepata ukawa jamaa zako huwatambui tena. Isiwe kwa kuwa umepata ndiyo ikawa watu wako huwajui tena. Bali masikitiko makubwa, kuna wanaopata ikawa watoto wao wenyewe pia hawatambui. Ndio tuambie yule baba mmoja karibu yuafa akaandika barua ile akaitia katika kasha, akampa mmoja, akamwambia nikifa utawapa wanangu hili kasha. Baada ya kufariki mzee na kuzikwa, wakapewa ile kasha watoto. Wakija wakilifungua ndani wakuta kuna barua ya mzee wao. Mzee ameandika, wanangu nimewekea urithi wenu chini ya nyumba, vundeni muchimbe mutukue urithi wenu chini ya nyumba nimewekea. Watoto kwa kuwa kila mmoja ana hamu ya kwamba apate nyumba, apate vitu vizuri, akijua kwamba kwa kuwa mzee amejenga nyumba kama hii, bila shaka alichotuwekea ni kikubwa kuliko hicho alichotufanyia. Watoto wakaivunja nyumba ile, wakafukua chini. Wakija wakifukua chini wakuta kuna kasha jengine. Wakifukua ndani wakuta kuna barua nyingine mpya, hakuna senti, hakuna labda dhahabu, hakuna fedha, hakuna chochote, barua tu. Barua imeandikwa, na nyinyi ikiwa ni wanaume tafanyeni bidii mjenge yenu. Mbaba huyu awapausia wanawe, na nyinyi ikiwa ni wanaume fanyeni bidii mjenge yenu. Maana hiyo mshaivunja, mmeivunja mpate urithi, ndio urithi wangu nimewaachia, na nyinyi nendeni mbio mjenge vyenu. Sasa si mara nyingine mtu kumkata labda ndugu, mara nyingine mtu aweza kuwakata watoto wake mwenyewe alowazaa mwenyewe, ikawa baada ya kupata asiwatambue. Mara nyingine mtu baada ya kupata mkewe alozaa naye watoto wake, labda aloanza naye katika dhiki, pia asimtambue. Amedhikika naye toka mwanzo hana, amekula tabu naye za kila sampuli. Baada ya kupandishwa cheo kazini na mshahara kuongezeka na nafasi kuwa nzuri, akamsahau mkewe na watoto wake, akawatupilia mbali, akaenda kando, akatafuta mwanamke mwingine. Kukatazwi kwenda kuoa mke wa pili na watatu, sheria imekuruhusu. Lakini huyu ambaye kwamba umeanza naye maisha kutoka mwanzo, kwa uchache naye muoneshe kwamba pamoja na kwamba nimeoa kwingine, lakini wewe tulikotoka ni mbali, nitakufanyia mambo tofauti kuliko hawa wanaokuja baada yako. Kwa sababu huwezi kukatazwa kuongeza wake, hunyimwi ruhusa wala haikukatazi. Lakini kwa nini baada ya mwanadamu kukata akawakata baada ya mwanadamu kupata akawakata jamaa zake? Qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna Allaha khalaqa al-khalqa, Mwenyezi Mungu aliumba viumbe, hatta idha faragha min khalqihi, mpaka baada ya Mwenyezi Mungu kumaliza kuumba viumbe vyake, qalatir rahimu, uzao ukasema, hadha maqamu al-aidhi bika min al-qati'a, haya masimemo niliyoko mimi ndiyo mahali pa mtu kujilinda, najilinda kwa ule ambaye kwamba atakata na uzao. Qala na'am, Mwenyezi Mungu akasema ndiyo. Ama tardhaina, Mwenyezi Mungu azungumza na uzao, au ambia hivi huridhiwe uzao, an asila man wasalaki, ni muunge yule ambaye kwamba yuwakuunga wewe, wa aqta'a man qata'aki, na ni mkate yule ambaye kwamba yuwakukata wewe. Qalat, uzao ukasema, bala, kwani ya Rabbi, Mola wangu. Qala fahuwa laki, hilo ni lako wewe. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume asema katika hili, iqra'u in shi'tum, someni mkitaka, fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Uzao baada ya kuumbwa ulisimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mola akauambia, anayekuunga wewe ndiyo nitakayemuunga mimi, na anayekukata wewe ndiyo nitakayemkata mimi. Kwa hiyo unapounga kizazi, Mwenyezi Mungu atakuunga na wewe, lakini unapokikata kizazi, na Mwenyezi Mungu naye hukukata wewe. Angalia namna Mwenyezi Mungu alivyokiboresha kizazi. Kuna bwana tuambiwa alikuwa ni muindaji. Katika sehemu za kuwinda, yeye yuwawinda wanyama wengi, awinda. Lakini akija akipata mnyama, kwake yeye huwa ni aibu kuwagawanyia familia yake.
hukaa yule mnyama akawaganyia marafikize mtaani. Amekwenda labda amepata nyati, atamtinda yule nyati, kisha nyama zile huwagawanyia marafiki zake, majirani, familia yake haipi kitu. Siku moja akaeka mtego, akifika mistuni kwenda kuangalia mtego, baada ya kuwa unasa mnyama, unasa mwanadamu na mwanadamu ankufa. Metimba shimo lake, chini ameweka labda miti au miba ya kuja kumshika ule mnyama, mwanadamu anakwenda kuporomoka pale ndani akafa. Akifika aona mwanadamu, akaenda mtaani awafuata wale ambao kwamba ilikuwa akiwapelekea kiteweo. Jamani, nimepata msiba leo. Msiba gani? Baada ya kuinda leo kushika mnyama, jamani nimeshika mwanadamu, naomba mkanistiri, twende labda tukamtoe pale ndani ya shimo tumzike. Kila mmoja alipoona kesi namna hiyo ikawa yojitoa. Wale wote waliokuwa yowapa nyama, kila mmoja sema sitaki kesi. Ndugu yake jirani alikuwa hampi hata kinofu au ngozi, labda akatengeze ngoma. Akakaa, akaona hana pa kwenda, akamfuata ndugu yake, ambaye ndugu yangu pole bwana. Vipi ndugu yangu, nani? Sikushika mnyama leo, nimeshika mwanadamu, na kila ninayemfuata katika nilokuwa nikiwagawanyia kitoweo angalau akanisaidie kumstiri ule mwanadamu, hawataki. Ndugu yake akamwambia, mimi ndugu yako, twende. Ndugu yake akatoka na yeye, wakaenda kule na wakimfukua mwanadamu yule, akawa ni Muislamu, wakamswalia, wakamzika, wakarudi makwao, wakakaa. Angalia alomstiri nani? Ndugu yake ndo aloweza kumstiri. Ama wale ambao kwamba walikuwa kila siku akiwapelekea kiteweo na wakimsifu, kila mmoja wakati wa dhiki walimuata yeye peke yake, hakuna alosimama naye katika dhiki. Ndio wenye kusema wakasema, inna akhaka alhaqa man kana ma'ak, ndugu yako yule wa kweli kabisa ni yule ambaye kwamba yuko na wewe. Walladhi yadhurru nafsahu liyanfa'ak, ambaye kwamba yuko tayari kuidhuru nafsi yake akunufaishe wewe. Shattata fika shamlahu liyajma'ak, aweza akawakatakata watu lakini akuunge wewe ndugu yake. Huyu ndiye ndugu wa kweli. Ama yule ambaye kwamba atakupenda wakati unacho, huyu hakukupenda wewe, ampenda kile ulicho nacho. Kwa hiyo wakati ukikikosa, huyu si rafiki yako tena. Hata mke alokupenda kwa kuwa una magari na nyumba, si mke huyu, ampenda hivyo vitu. Siku ukifutwa kazi wewe, huwi mume tena kwake. Ndio wenye kuandika kwenye misemo huandika filisika ujue tabia ya mkeo. Kisha filisika ndio utamjua huyu ni mke ama ni mfano wa mwanamke. Almuhim, ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi, yoyote ambaye kwamba itamfurahisha yeye akunduliwe riziki zake, riziki zako zikunduke. Au yunsa alahu fi atharihi, au abakishiwe athari baada ya kuondoka. Yani ukiondoka watu wakutaje kwa wema. Mwenye kulitaka hilo au ambaye kwamba atalifurahia alipata hilo, riziki yako ikunduke, na ukiondoka pia watu wakutaje kwa wema. Kuna watu wakifa baada ya mtu kusema inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, atasema alhamdulillahi rabbil alamin. Maana kumeondoka mtu alikuwa ni dhiki kwetu. Lakini kuna watu wakiondoka zitalia mbingu na ardhi kabla kulia wanadamu. Fama bakat alaihimus sama, kuna watu wala mbingu hazikutambua. Lakini kuna watu wengine wakiondoka ardhi yenyewe yasikia ya kungoja kwa hamu kwenda kukuadhibu. Na watu pia watamani lini utawaondokea, sababu umzigo, dhiki kwao, ulipopata ulikuwa kero. Basi yoyote ambaye kwamba atapenda na atafurahia, Mwenyezi Mungu amkundulie riziki zake, Mwenyezi Mungu amweke athari njema, watu wamkumbuke kwa wema. Asema huyu falyasil rahima, na aunge kizazi chake. Unga uzao wako, Mwenyezi Mungu atakundulia riziki zako, Mwenyezi Mungu atakuekea athari mzuri. Maana ukiondoka watu watakutaja kwa wema. Mtu aweza kaa amemaliza skuli class 8 na akafaulu kabisa, pengine ampata 400 na kwenda mbele, au ampata 350 and above. Akakaa akasema, lau mjombangu fulani angekuweko ningekuwa nishajiunga mimi na sekondari. Lau ingelikuwa ndugu yangu yuko katika hali hii, mimi ningekuwa nishajiunga na chuo kikuu. Lau ingelikuwa babangu fulani yuko, mimi ningekuwa nishajiunga na chuo cha ufundi.
kwa sababu wakukumbuka ule wema wako namna ulivyokuwa ukijiunga na familia yako. Huoni chochote katika familia kimepungua, ila utakiongeza, wala hutaki malipo. Meenda shughulini, umekuta kuna mapungufu fulani, utayafanya wala usiombe ujira. Nimefanya hili kwa sababu ni letu sisi kama familia. Lakini tuko wapi ndugu zangu na haya? Leo wewe ni furaha utoke na marafiki zako mkatembee, uwasimamie chakula wote labda Blue Room, uwasimamie wote chakula labda pengine Pride Inn Hotel, uwasimamie. Ni fakhri kwako, manake marafiki tu wao. Lakini leo mtoto wa ndugu yako aje akwambie, mjomba, nimefukuzwa skuli, mimi sina kitabu, labda babako hana kazi, mamako afanya kazi gani, mimi na mambo mengi ya kufanya. Kama wale walioondwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walipokuja kuomba wakasema, mimi nina shughuli nyingi, alhuququ kathira, mambo mengi ya kufanya, si ya kusaidiana. Hii mali sikuipata hivi, nimeirithi kwa jamaa zangu nyuma huko. Na wako watu sampuli hiyo. Lakini akija rafiki yako, vipi una 1000 bwana? Usiseme 1000 bwana, mimi waniomba 1000. Rafiki yangu mambo gani bwana? Siombe 1000 bwana. Ukija unkuja kwenye kisima cha pesa, omba pesa. Huyu ni rafiki. Lakini ankuja mtoto dadako akuita mjomba wewe, mtoto kakako akuita ammi wewe, ankuja mtoto wa familia yako akuita mtu fulani, kumnyoshea labda ataka 800, utampa 50 fare ya kurudi alikotoka. Umekuja na fare? Shika basi angalau usitembee. Kile alichokitaka sicho ulichompa. Ndio Mtume sallallahu asema, akimpokea Salman ibn Amir, Mtume sallallahu asema, inna sadaqata ala almiskini sadaqa. Sadaqa kumpa maskini huwa ni sadaqa. Umetukua 100 yako ukampa maskini, tu si familia yako, ukampa, ni sadaqa. Mwenyezi Mungu atakuandikia umetoa sadaqa. Lakini wa ala dhirrahimi, kumpa jamaa yako, ndugu yako, ni mtoto wa dadako, ni mtoto wa kakako, ni mtu fulani katika jamaa zenu, muna damu moja nyinyi, ukampa huyo, ala dhirrahimi, ukampa jamaa yako. Mtume anasema ithnatani, kuna mambo mawili hapo umeyafanya, sadaqatun wasila, umetoa sadaqa na umeunga uzao. Haiandikwi sadaqa peke yake, ni sadaqa umetoa kisha umefanya jambo ambalo kwamba litaunga ule uzao wenu. Maana atakukumbuka yule, jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha, hizi nyoyo zimeungwa kupenda yule anayemfanyia mazuri, wal bughdhi ala man asaa ilaiha, na kumtukia yule anayemfanyia uovu. Usimwambie mtu nakupenda, lakini jaribu wewe muhonga honga. Bila shaka tuelewa, sio? Kimtaka mtoto wa kike utamhonga honga, sio? Leo shilingi 100, kesho akitakreti shilingi 20 utamtumia ya 100. Nini? Wamtaka, wampenda ule mwanamke. Baada ya siku 2-3 mwanamke mwenye ataona, hapa mimi napendwa, kwa sababu ninachokitaka hupewa. Lakini hebu naambia kupigie simu renting katika leo, maagent wamekuja, umwambie sina. Kesho kutwa nitaka credit, sina. Kesho kutwa sina. Kama hutaona kublokiwa, labda si kwenye calls, si WhatsApp, si Facebook, kila mara atakublock, sababu huna manufaa. La yusmin wala yughni min ju'i, huna manufaa yoyote. Kwa hiyo kumpa jamaa yako wa karibu ni sadaqatun wasila, umetoa sadaqa na umeunganisha uzao wako na yeye. Akikaa atajua kwamba kuna bwana fulani nikienda kwake, mjombangu fulani nikienda kwake, huwa sirudi patupu. Jisikie fahari ndugu yangu Muislamu kupeana jamaa zako, jisikie fahari. Nasikitika anapokuja jamaa yako ikawa huna cha kumpa, sikitika. Yani pata masikitiko, ule mtoto wa dadangu amekuja maskini, hata fare nimekosa kumpa, atembea na mguu yule, labda toka huku Ugatuzi enda zake Kisauni huko Barsheba, tatembea yule. Ukawa roho yako ya kusuta, kwa nini mtoto wa dadangu leo amekuja na hata fare sikumpa? Lakini sikia fahari, amekuja ametaka 1000, ukamuuliza na nyumbani chakula kipo? Mjomba, jana tumelala na njaa, juzi hatukula kiteo, tumekula sima peke yake. Haya, kwanza dhiki yako shilingi ngapi? 2000. Hii hapa, na hizi 3000 utampelekea mamako, na nitakuja nyumbani kuwatembelea. Yule mtu umemjenga. Atoka pale akijua kwamba mjombangu fulani, mama nimepewa hichi nikupe, na hichi nimepewa mjomba asema nikalipe fee. Siku 2 na kipande, huyu umeonekana nyumbani. Vipi dadangu, kuna shida gani? Shemeja na nini? Hana kazi, kuna kibarua sehemu fulani. Kuwa mtu mwenye kuunganisha khairi. Isiwe una nafasi katika kazi, akija rafiki wa muunganisha, lakini jamaa yako hutaki kumpa kazi.
Kampuni yako labda umeweka watu usiowajua, lakini unayemjua hutaki kumpa kazi. Kila akija wamregesha certificate zake labda za kubaliana na kazi ambayo kwamba uko nayo, lakini ukiangalia mtoto kakangu nitampa pesa huyu akapeleke kwao. Bora nimpe mjua apeleke pesa kando. Ndio utaona baadhi ya makabila huozeshana wao kwa wao, ile pesa izunguke pale kwa pale. Si kwamba walikuwa hawana akili wale watu. Baadhi ya makabila huozeshana wao kwa mtu akikaa jua mke wangu yule, mume wangu yule. Nini wewe ndio manager, yule ni assistant manager, mnakaa mahali pamoja, pesa yazunguka pale kwa pale. Hata mkiibiana muibiana nyinyi kwa nyinyi. Maana kijua aleiba ni mtoto wangu, hata ipeleka pesa ila ni kwa mkewe. Mkewe nani ita mimi mjomba, ni hapo kwa hapo pesa yazunguka. Lakini kwa kweli ni fahari uibiwe na mtu usiyemjua, pesa iende wapi? Mbali. Basi as-sadaqatu ala dhirrahimi, sadaqa kwa yule ambaye kwamba ni uzao wako, ni sadaqatun wasila, ni sadaqa Mwenyezi Mungu akuandikia umetoa, kisha yuakuandikia kwamba umeunga uzao. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi atuambia, inna a'mala bani adam, amal, swala zetu, funga zetu, sadaqa zetu, kila kitu chetu tunachokifanya kwa ajili ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, Mtume asema tu'radhu kulla khamisin lailatal jumaa, kila siku ya usiku wa kuamkia Ijumaa ndio siku amali zapelekwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda aoneshwa kwamba umati wako wamfanya kitendo hiki. Fala yuqbalu amalu qati'ir rahimi, Mtume asema hazikubaliwi amali za mwenye kukata kizazi. Huyu hakubaliwi amali zake. Wako watu wameapiana na ndugu zao, usije hata kwenye tusi yangu wewe, tusi yangu pia usije kuihudhuria. Kumfanyika kitu gani kikubwa ambacho kwamba mpaka mkatane hivyo? Si ndugu yangu wewe kuanzia leo, ndugu yako huyo, tena kuanzia tangu mlipozaliwa na mzazi wenu. Kisa nini? Wake zenu labda wantukanana. Kisa nini? Ni mke labda antia maneno kati ya ndugu yako na ndugu yako. Tuwe makini jamaa na hizi familia zetu. Mlikuwa muelewana kwa wema, akaja mke akaanza kutia vijineno kati ya ndugu yako na wewe na ndugu yako, yale maneno ukayabeba ukayafanyia kazi, ukakata uzao, ukamwapia ndugu yako kwamba mimi na wewe si ndugu kuanzia leo, kwenye tusi yangu usije, wanangu hawatokutambua wewe, ukamwapia. Baada ya muda kuja kugundua kwamba mke ndo alikuwa ni chanzo cha huu utesi wote. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Anapokujilieni mtu yoyote na habari, kwanza zitafuteni ubainifu. Mara nyingine utesi katika familia unaingia kwa sababu ya mtu ambaye kwamba haipendi hiyo familia yenu. Akaona pale wanavoelewana ndugu wale, wamsikiza ndugu yao mkubwa, kivipi iweje? Sisi hatuko vile. Akaja kuanza kutia utesi sasa. Yule amesema kadha, yule amesema hivi, yule amesema kadha, kaingiza maneno. Ndugu yangu, namalizia nikiwaambia, ayuha nas, Mtume asema enyi watu, afshu salama, kwanza enezeni kuamkuana. Mkipata nani amkuananeni. Kitu muhimu sana Waislamu kuamkuana. Ala aqali kwa uchache tu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, vipi hali yako, mzima bwana, umeamka salama, tosha hiyo. Kuamkuana, salamu qawlan min rabbir rahim, ni amani, ni neno kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa at'imu at'am, lishaneni chakula. Leo Mombasa hii rafiki yako atakuwa ni rafiki yako sana, lakini mkipatana msikitini ni rafiki yako sana, tamkuana, mtajuliana hali. Lakini hebu niambie rafiki gani labda toka uje hii ndani ya Mombasa alikwambia ndo ule kwangu bwana, lunch kwangu leo. Tutamkuana hapa msikitini, tukitoka kila mmoja kwake. At'imu at'am ni usia wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na unaitwa kwenda kula, sio umekwenda kuwekewa chakula ambacho kwamba labda si favorite yako, ukaanza kujizuia usikile. Kula ili umtie imani ule alokuita. Jambo la pili. Jambo la tatu, Mtume asema wasilul arham, unganisheni uzao. Wasallu wan nasu niyam, na swalini wakiwa watu wamelala usiku.
tadkhulul jannata bisalam. Mkiyafanya hayo yote, mkipeana na salamu, mkilishana chakula, mkiungana kwenye uzao, na mkiswali usiku zenu ikiwa watu wamelala nyinyi mmeamka maswali, tadkhulul jannata bisalam, mtaingia peponi kwa amani kabisa. Yako mengi ndugu zangu ya kusema kuhusiana na kuunga uzao na watu kushirikiana kama familia. Leo familia zimekatana, sisi ndugu zangu hatujuani. Tunapojuana sehemu mbili tu, mazishini na harusini. Umeenda mazishini na babako kuzika, baada ya kutoka mazishini ndio wamjua huyu ni mjombako, wamjua huyu ni mtu fulani wako, wamjua huyu. Mkishatoka pale hakuna kujuana tena. Ama harusini mmeenda baada ya lunch ile mazungumzo mmepata na bwana, vipi hali bwana, mzima na neno, huyu mwanangu. Hata mtoto pia ndugu yako hamjui, huyu mwanangu bwana, mwanangu wa pili, yule mke wangu wa pili, huyu ni mwanae wa pili, huyu ni mjombako, huyu ni ammi yako. Leo kujuana shughulini peke yake, ima mazishini au harusini basi. Baada ya hapo hakuna namna wewe kumtoa mtoto wako ukampeleka kwa ammi yake. Tumesema taallamul ansab, jifundisheni zina saba. Una haki mzazi kumtoa mwanao mpeleke kwa ndugu yake tu, akashindwe ajue na ndugu zake, makazini wake wale awajue. Umtoe siku nyingine umpeleke kwa shangazi lake fulani, akakae ajue ndugu zake, amjue shangazi yake. Si barabarani amkosea mtu adabu na kupeleka kwa babako leo unikosea adabu, akimpeleka kumbe mwanawe bwana, huyu dadangu hata humjui, kweli si kweli, makosa sijamleta kwako, humjui. Ikawa sana lawama, amemkosea adabu nani? Shangazi lake, hamjui. Taallamul ansab, mtume anasema jifundisheni hizi nasaba, tuzijue, tujuane sisi kwa sisi. Basi fahala asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha أنت ولي ومولاها وأنت ناصرها على من عداها. اللهم الحق حق رزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل رزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام وهدنا من الظلمات إلى النور. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم والعفو منكم.